kwani umeanzisha sakramenti ya kukutolea ibada kuu ili kukamilisha katika Kristo fumbo la altare moja ya kweli inayoonyeshwa bila kukoma kwa namna mbalimbali. Nuhu, baba wa pili wa kizazi cha binadamu, maji aliposhuka alikujengea altare na kukutolea sadaka ambayo wewe Baba ulipokea kama harufu nzuri, ukafanya upya agano la upendo na watu. Ibrahimu, baba yetu wa imani, alishikilia kwa moyo wote neno lako, akajenga altare ili bila kumwachilia Isaka mwana wake ampendaye akupendeze wewe. Lakini na Musa, mshenga wa agano la kale, alijenga altare ambayo ilinyunyiziwa damu ya mwana kondoo, akiashiria altare ya fumbo la msalaba. Hayo yote Kristo aliyatimiliza katika fumbo la Pasaka, kwani yeye kama kuhani na dhabihu akikwea kwa hiari mti wa msalaba, alijitoa mwenyewe kwako wewe Baba, sadaka ya sifa ambayo kwayo ulimwengu wote wafutiwa dhambi, ili agano jipya na la milele lifungwe pale pamoja nawe. Kwa hiyo, Bwana, tunakusihi altare hii iliyojengwa katika nyumba ya kanisa hii uitakase kwa utakaso wa mbinguni, ili itabarukiwe kwa ajili ya sadaka ya Kristo kwa daima, na iwe daima meza ya Bwana. Hapo taifa lako lilishwe karamu ya kimungu. Jiwe lililojengwa hapa liwe kwetu ishara ya Kristo, ambayo kutoka ubavu wake ilitoka damu na maji, ambamo zimetoka sakramenti za kanisa. Pawe meza ya furaha wanapokimbilia wapenzi wa Kristo, ili wamwange mahangaiko na mizigo, ili wapewe nguvu mpya ya roho kwa ajili ya safari mpya. Upafanye pawe chemchemi ya ushirika nawe na amani, ili waliolishwa mwili na damu yako wakinyweshwa roho wakuwe katika upendo wako. Upafanye pawe chemchemi ya umoja wa kanisa na mapatano ya ndugu, ambamo waamini wako wanakutanika pamoja, wachote roho ya kupendana. Upafanye pawe chemchemi ya masifu yetu na ya shukrani, hadi tutakapofika makao ya milele tukishangilia,